Na kisha baada ya hapo tunaendelea na siku ya tatu ndani ya siku tatu kuu za Pasaka, nayo huitwa Dominika ya Pasaka. Na hapa mpendwa mtazamaji, tuelewe kwamba Dominika ya Pasaka huanza na kesha la Pasaka na kisha hutimilizika na siku ya Dominika yenyewe ambayo inamalizika kwa masifu ya jioni ya pili. Na tunapoanza juu ya kesha la Pasaka, tufahamu kwamba kesha hili la Pasaka linatambulika kama kesha kwa sababu tunaposema kesha la Pasaka kwa undani tunamaanisha ule usiku mtakatifu ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka kutoka wafu. Na ndio maana mkesha huu unaitwa mkesha mama au mama wa mikesha yote. Kwa nini? Kwa sababu tangu mwanzo wa Kristo wa mwanzo, tangu karne za zamani, karne za mwanzo za kanisa, wamekuwa wakiadhimisha katika mwenendo huo usiku mtakatifu sana ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka kutoka wafu. Na katika kesha hili la Pasaka kuna mgawanyiko ndani ya kesha hili, kwamba kesha hili limegawanyika katika sehemu kuu 4. Nazo ni kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni liturujia ya mwanga. Sehemu ya pili ni liturujia ya neno la Mungu, na sehemu ya tatu ni liturujia ya ubatizo, na sehemu ya 4 ni liturujia ya Ekaristi Takatifu. Sasa mpendwa mtazamaji, tujifunze kuhusiana na sehemu hizi kuu 4 zilizo ndani ya kesha la Pasaka. Sehemu ya kwanza, liturujia ya mwanga, ambayo pia huitwa Lucernarium. Hii huanza mwanzoni mwa adhimisho hili ambapo kanisa hubariki moto na kisha hubariki mshumaa wa Pasaka ulio ishara ya Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka, na kisha linausifu mshumaa huo wa Pasaka kwa mbiu, ambao mbiu hii inapigwa kutangaza ushindi wa mfalme mkuu. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza, liturujia ya mwanga. Na kisha baada ya hapo tunaingia liturujia ya neno la Mungu, ambao hii huwa ipo ndani ya adhimisho la misa hii takatifu ndani ya kesha la Pasaka. Na katika liturujia ya neno la Mungu, kanisa linatafakari kwa imani juu ya safari ya ukombozi wa mwanadamu tangu Agano la Kale mpaka ukamilifu wake katika Agano Jipya. Na ndipo katika liturujia ya neno la Mungu tunaona uwepo wa masomo 9, ambapo masomo hayo 9, masomo 7 ni masomo ya Agano la Kale na masomo ya pili ni masomo ya Agano Jipya, somo la waraka na somo la Injili, ambao haya yote kwa utimilifu wake yanaelezea historia na utimilifu wa ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya pili kati ya sehemu 4 za kesha la Pasaka. Sehemu ya tatu ni liturujia ya ubatizo, ambapo wale wana wapendwa wa kanisa wanaobatizwa katika usiku huu wanaungana pamoja na wanakanisa wengine. Ndipo sasa waamini wote wabatizwa ndani ya adhimisho hili la kesha la Pasaka wanarudia ahadi yao ya ubatizo. Na ni katika kurudia huku wanajionyesha mshikamano na mkamilishano na muungano ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mfufuka. Na sehemu ya 4 katika kesha la Pasaka ni liturujia ya Ekaristi Takatifu, ambapo kanisa kwa muunganiko wa waamini wake, wabatizwa wa zamani na wale wanaobatizwa katika usiku huu, linawaunganisha daima katika kushiriki Ekaristi Takatifu, ambapo Kristo mwenyewe anawaalika wote kushiriki katika karamu yake, ambao ni ukumbusho wa mateso, kifo na ufuko wake mpaka atakapokuja. Kupitia Ekaristi Takatifu, waamini wote wanaunganishwa pamoja na Kristo ambaye anaishi kati yao na ndani yao, akizilisha na kuziongoza roho zao. Na ndipo sasa sehemu kuu hizi 4 hukamilisha adhimisho la kesha la Pasaka. Na kisha ukamilifu wa adhimisho hilo tunaendelea na mwendelezo wa siku hii ya tatu ambayo inatimilizika kwa Dominika ya Pasaka, ambapo katika Dominika hii iliyoanzia na kesha la Pasaka na kisha adhimisho la Dominika yenyewe, huwa tunakuwa na adhimisho la misa takatifu, ambapo ndani yake kunakuwa na shairi liitwalo sekwensia. Ni katika sekwensia hii ambayo hufanyika kabla ya shangilio na kabla ya somo la Injili, kanisa linamkiri na kumtambua waziwazi Kristo aliyemfufuka. Na ndipo katika kiitikizano cha sekwensia huwa tunasikia Kristo Pasaka wetu amechinjwa sadaka, tuile karamuye na tuimbe aleluya. Kwa hiyo hapa kanisa linakiri waziwazi juu ya hiki kinachotendeka na juu ya utambulisho na uthibitisho wazi wa Kristo ambaye ni mfufuka.
Na tukumbuke kwamba Dominika hii sasa kwa namna ya pekee huendelea mpaka adhimisho la masifu ya jioni ya pili, ambao sasa kwa namna ya pekee kipindi cha siku 3 kuu za Pasaka huweza kufungwa rasmi. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, tumwombe Mungu Mwenyezi atujalie mimi na wewe, tunapotafakari, tunapojifunza na kuona juu ya siku 3 kuu za Pasaka, tuangaziwe neema yake Mungu Mwenyezi tuweze kuzielewa vema, ili hatimaye tuweze kuzitimiliza katika utimilifu wake, na mwisho wa siku tuweze kustahilishwa wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.